Gazeti Kisimba na mnaanza na gazeti Mwananchi Tanzania. Ukurasa wa kwanza habari kubwa inasomeka siku 60 tofauti ya Ikulu ya Kikwete na Magufuli. Habari hii inaandikwa ukurasa wa pili. Koti yazuia bomoa Dar es Salaam, wakati nemki ikianza tena ubomoaji wa nyumba zilizoko kwenye maeneo ya mabondeni. Mahakama Kuu imeifunga mikono serikali kwa muda kuendelea na operesheni hiyo kwa wakazi 674 waliofungua kesi kupinga bomoa hiyo. Habari hii inaendelea ukurasa wa 4. Serikali yatimua wavamizi wa Sumaye ni habari ambayo inaandikwa ukurasa wa 5. Habari picha hapa ni simanzi, inaonyesha waombolezaji wakiaga miili ya marehemu waliosombwa na maji katika eneo la Kibaigwe juzi baada ya ibada iliyofanyika katika hospitali ya mkoa wa Dodoma jana. Habari hii inapatikana ukurasa wa 3. Nikielekea ukurasa wa pili kuhusiana na siku 60 za JK na JPM, Rais John Magufuli alipotangaza kusitisha safari za nje hadi kwa kibali maalum na zile za ndani zisizo na tija, alijua ataanzia kudhibiti safari zake. Katika siku 60 za kwanza amesafiri mara moja tu, tofauti na mtangulizi wake Rais wa awamu ya 4 Jakaya Kikwete, na safari hiyo pekee aliyoifanya hadi sasa ilikuwa ni kwenda Dodoma, takribani umbali wa kilomita 452 kutoka Dar es Salaam, akienda kumwapisha Waziri Mkuu Kassim Majaliwa na kuzindua bunge huku akitumia usafiri wa barabara. Waziri Magembe asimamisha maofisa misitu wa mikoa yote. Waziri wa Maliasili na Utalii Profesa Jumanne Magembe amemsimamisha kazi mkurugenzi wa mipango na matumizi endelevu ya rasilimali za misitu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TSF Mohamed Kilongo na maofisa wa misitu wa mikoa nchi nzima kupisha uchunguzi wa upotevu wa mapato ya serikali. Ukurasa wa 3. Dodoma yamwaga polisi aliyekufa maji na familia yake. Mji wa Dodoma jana ulizizima wakati polisi walipokuwa wakiaga miili 6 ya marehemu ikiwemo ya wenzao wawili waliokufa maji juzi. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Chiku Galawa aliongoza mamia ya wakazi na maofisa wa polisi kuaga miili ya mkaguzi wa polisi Gerard Rioba aliyekuwa msaidizi mkuu wa jeshi hilo Ernest Mangu, familia yake, dereva wake na binti wa kazi. Nikielekea ukurasa wa 5, serikali ya amuru waliovamia shamba la Sumaye waondoke. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Said Mek Sadiki amewataka waliovamia na kujigawia maeneo ya watu wengine likiwemo la waziri mkuu mstaafu Frederick Sumaye na aliyewahi kuwa naibu waziri wa ardhi Rita Mlaki waondoke mara moja kwa kuwa wamevunja sheria. Alisema zaidi ya watu 2000 wakiwemo waliobomolewa nyumba katika baadhi ya maeneo jijini Dar es Salaam wamevamia na kujigawia mashamba hayo yaliyopo Tegeta na Goba kinyume cha sheria. Hii ni gazeti Mwananchi. Gazeti Mtanzania Fikra ya Kinifu, mbunge Ukawa azuia bomoa Dar es Salaam, Mahakama Kuu yaipiga stop serikali. Habari inaandikwa ukurasa wa 4. Habari picha hapa kuna nukuu ikisomeka, tuliambiwa kuwa tunakuja kuvunjiwa leo, yani jana. Kimsingi hatuna la kufanya hadi sasa, hatujui tunaenda wapi. Kama unavyoona watu wengi wana familia kubwa, kiukweli hatuna la kufanya mpaka sasa. Huu ni mwenye mkuu. Mbunge wa jimbo la Kinondoni Maulidi Mtulia kupitia CUF pamoja na wenzake wamefanikiwa kuokoa wananchi waliokuwa katika simanzi baada ya Mahakama Kuu kitengo cha ardhi kuzuia bomoa ya nyumba zao. Mawaziri wa John Pombe Magufuli watumbua majipu. Kasi ya utendaji kazi ya mawaziri wa Rais Dr. John Magufuli imezidi kukolea baada ya mawaziri wawili kwa nyakati tofauti kusimamisha kazi vigogo walio chini yao kwa kushindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Uamuzi wa kwanza umechukuliwa na waziri wa Maliasili na Utalii Profesa Jumanne Magembe ambaye jana alimsimamisha kazi mkurugenzi wa mipango na matumizi wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS Mohamed Kilongo kwa kushindwa kutimiza wajibu kazini. Habari hii inaendelea ukurasa wa 3. Ikielekea kurasa za ndani, bei ya petroli yazidi kushuka. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetangaza kushuka kwa bei ya mafuta ya petroli, diesel na mafuta ya taa ikilinganishwa na bei ya mwaka jana. Taarifa iliyotolewa na EWURA jana na kusainiwa na mkurugenzi mkuu wake Felix Ngamlagosi ilieleza kuwa bei hiyo elekezi itaanza kutumika kuanzia leo Januari 6. Wakati huo nauli ya mponza mhandisi UDA RT
Mhandisi wa kampuni ya mabasi yaendayo haraka UDA RT Mohamed Udasa jana alijikuta katika wakati mgumu baada ya wadau wa usafiri wa jijini Dar es Salaam kumzomea wakimtaka kuacha kuendelea kutoa ufafanuzi wake juu ya mapendekezo ya nauli mpya. Udasa alizomewa wakati aliposimama kutaka kutoa ufafanuzi kuhusu mradi mzima wa mabasi yaendayo haraka, ikiwa ni pamoja na nauli zilizopendekezwa. Nikielekea kurasa za ndani zaidi, Dr. Sheni Awafunda, watumishi sekta ya afya. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein amesema wakati serikali inatekeleza kwa kasi mpango wake wa kuimarisha miundombinu ya sekta ya afya, watumishi wa sekta hiyo hawana budi kuhakikisha kuwa wanatekeleza majukumu yao ipasavyo na kwa kuzingatia miiko ya taaluma yao. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 5. Ukurasa wa 7, Simba avamia kijiji ala baba na mtoto. Simba mmoja amevamia kijiji cha Sitalike kilichoko tarafa ya Nsimbo, wilaya ya Mlele, mkoa wa Katavi, na kuua watu wawili ambao ni baba na mtoto wake. Baada ya kuwaua watu hao, simba huyo alimla mtoto na kumbakiza kichwa, huku baba yake akinyonywa damu. Habari ya kusikitisha katika gazeti hili la Mtanzania, fikra ya kinifu. Gazeti Uhuru, ukweli daima. Dr. Mwakembe ajilipua, atoboa madhambi ya mahakimu, makarani, polisi na magereza, akiri sekta ya sheria imegubikwa na majipu sugu, ataka yajipasue, hapa hata kuwa tayari kuonekana mzembe, kucheka na wala rushwa. Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Harrison Mwakembe amesema sekta ya sheria imegubikwa na majipu sugu yanayohitaji kupasuka yenyewe kabla Rais Dr. John Magufuli hayajatumbua kwa uchungu. Ametahadharisha kuwa majipu makubwa na vijipu chungu visisubiri kutumbuliwa bila ganzi, kwa kuwa hayuko tayari kuonekana mzembe kwa kucheka na wala rushwa wanaoathiri utendaji kazi wa serikali katika kutoa haki kwa wananchi. Habari nyingine hapa ni kuhusiana na mahakama kusitisha bomoa. Habari inapatikana ukurasa wa 4 wa gazeti la Uhuru. Lakini pia habari hii inahusu Profesa Magembe kumsimamisha kazi kigogo wa misitu. Habari inapatikana ukurasa wa 17. Nikielekea ukurasa wa 2, Mwigulu awatimua wakurugenzi bodi ya NACO. Waziri wa Kilimo, Mifugo na Uvuvi Mwigulu Nchemba amewatimua wakurugenzi wote wa bodi ya NACO yenye dhamana ya kusimamia ranchi za taifa kutokana na kushindwa kukamilisha ujenzi wa ranchi ya taifa ya Ruvu. Mwigulu alitangaza uamuzi huo juzi baada ya kufanya ziara ya siku moja kwenye ranchi ya taifa ya Ruvu kwa ajili ya kukagua ujenzi wa majengo ya machinjio ya kisasa ulioanza mwaka 2010. Ukurasa wa 3, kiama cha wahamiaji haramu hicho. Serikali imetangaza vita na wahamiaji wanaoishi nchini kinyume cha sheria kwa kuiagiza idara ya uhamiaji kuwasaka popote waliko na kuwachukulia hatua za kisheria, ikiwemo kuwarudisha makwao. Pia imetoa ruhusa kwa idara hiyo kumnyima kibali cha kuishi nchini mtu wanayemtilia shaka lakini ana vielelezo vingine vya kumruhusu kuishi, ikiwemo hati ya biashara na leseni, kwa kigezo kuwa idara hiyo ina mamlaka ya kufanya hivyo.